Kipindi cha usajili kimefika. Tunazungumzia dirisha dogo la usajili kwa sababu tayari huu ni mwezi Disemba na vilabu vinapata nafasi ya kuweza kuboresha vikosi vyao kwa ajili ya michuano ya ligi pamoja na michuano ya kimataifa. Na kama kawaida mimi nimekuwa nikitoa orodha ya wachezaji ambao napendekeza klabu ya Simba iweze kuwachukua, na imekuwa ikitokea mara kwa mara hasa inapofika kipindi cha usajili. Na of course sifanyi hivi kwa sababu ya kuwalazimisha viongozi wafanye hichi au kuwapa pressure au kuwafundisha kazi, bali nafanya hivi kwa ajili ya kutoa mapendekezo ya ziada nje ya kile kitu ambacho viongozi watakuwa wamekiona. Naweza nikatoa pendekezo la ziada, viongozi wakareview wakaona yes, huyu bwana mdogo amezungumza kitu ambacho kina make sense, na huyu mchezaji wamemfuatilia, wamegundua kwamba ni mzuri, pengine wanaweza wakamuongeza kwenye orodha ya wachezaji wanaofuatiliwa. Unajua swala la usajili watu wasilichukulie poa. Unaweza ukapita YouTube ukakutana na mchezaji mzuri, ukamfuatilia, ukaona anapiga chenga, anafunga na nini, ukajua ana fit. Lakini usajili ni system kwa sababu wachezaji wana zile primary attributes pamoja na speciality. Yaani mchezaji yoyote anakuwa na kigezo chake cha kwanza kinachomtambulisha, kama huyu ni mfungaji mzuri, huyu ni mtengenezaji mzuri, huyu ni mkokotaji mzuri wa mipira, huyu ni mpiga pasi mzuri. Yaani kila mchezaji ana primary attributes. Ile kigezo chake au kitu kinachomtambulisha katika aina yake ya uchezaji. Sasa kile kitu kinachomtambulisha katika aina yake ya uchezaji akicombine na teammates wake attributes zao pia, yani vitu vinavyowaunganisha namna wanavyocheza, ndio unapata timu yenye ubora wa kiasi fulani, umeelewa? Kwa hiyo wachezaji wengi wakiwa na aina moja ya uchezaji, manake timu inaweza ikaonekana ina wachezaji wazuri lakini haifanyi vizuri, na ndio kitu ambacho Simba Sports Club wanakipitia. Yani Simba ina viungo wengi ambao hao viungo sifa yao kuu sio kufunga. Sifa yao kuu ya kwanza ni kukaa na mpira, kupiga pass. Sifa yao ya pili inakuwa ni kutengeneza nafasi, ingawa sio sana, na sifa yao ya tatu ndio kufunga. Kwa hiyo viungo wengi wa Simba wana uwezo wa kukupa magoli 5 mpaka 4, 3 mpaka 6, 7 wakizidi sana kwa msimu, kitu ambacho Simba ina struggle kwa sababu inahitaji mabao yafungwe na viungo, kwa sababu washambuliaji nao mshambuliaji mmoja hawezi kufunga magoli ya timu nzima per season. Kwa hiyo anahitaji na usaidizi kutoka kwa viungo wake. Kwa hiyo sasa unaweza ukawa una timu ambayo kima karatasi inaonekana nzuri, wachezaji wanaonekana wazuri, profile zao ziko vizuri, lakini timu haifungi mabao mengi, ukajua labda timu imerogwa, timu inapitia uganga na nini, kumbe wala wachezaji ambao wako pale primary attributes yao sio kufunga mabao. Kwa hiyo timu inaweza ikawa ina circulate possession, inamiliki mpinzani vizuri, inatengeneza nafasi, lakini matumizi ya nafasi yakawa madogo. Kwa hiyo mimi nimezingatia mambo hayo yote kwa sababu mara nyingi kishafika kipindi kama hichi kila mtu anakuja DM ananiambia mchezaji fulani Dula unamwonaje, mchezaji fulani Dula unamwonaje. Sio kila mchezaji mzuri unayemuona kwenye pita zako anafaa kucheza klabu kubwa. Hapana, kuna wachezaji wengine primary attributes zao haziwaruhusu wao kuweza kucheza kwenye vilabu vikubwa. Na leo nitakuletea jina la mchezaji ambaye mimi Heavyweight Dula nimemfuatilia, nimemuona, nimeangalia full match zake na nimejiridhisha kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kufit katika kikosi cha Simba kulingana na matatizo ya Simba currently. Sura yake huyo mchezaji, yani sio sura ya usoni, yani aina yake ya uchezaji tuseme. Kuna wachezaji wana sura zaidi ya moja. Kuna mchezaji ambaye anafunga, anatengeneza, anakokota mpira, kuna wachezaji yani hizo ndo attributes, ndo kama sura. Huyu mchezaji mimi nimejiridhisha kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuisaidia Simba pakubwa sana. Mchezaji mwenyewe anaitwa nani? Anatoka katika nchi gani? Ana miaka mingapi? Basi kaa na mimi ili uweze kumjua kwa undani zaidi huyu mchezaji na kwa nini mimi Heavyweight Dula naamini kwamba anaweza kuisaidia Simba Sports Club. Mchezaji mwenyewe anaitwa nani? Anaitwa Elmamy Teta. Elmamy Teta ni nyota raia wa Mauritania. Amezaliwa tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2001, kwa sasa ana miaka 24. Huyu mchezaji anamudu kucheza kama kiungo wa pembeni, yani winga, kiungo mshambuliaji wa pembeni, winga wa kulia au kushoto, lakini primary position yake ni winga wa kulia ambaye anatumia mguu wa kushoto. Mchezaji huyu ni mchezaji mzuri sana, anacheza katika kikosi cha AS Douanes ya pale nchini Mauritania, lakini amewahi kucheza soka lake la kulipwa katika nchi ya Uturuki pamoja na Bulgaria, of course Alanyaspor pamoja na Arda Barzagli. Amecheza soka huko na kabla ya kurejea tena nchini
nchini kwao Mauritania, by the way, tarehe 8 Septemba ya mwaka 2024, manake kwa ajili ya msimu wa 2024-25. Sitaki kuzungumzia background yake, tunazungumzia currently kitu gani ambacho kimenifanya mimi niamini huyu mchezaji ni perfect fit kuweza kusajiliwa na Simba. Kwa nini naamini Simba Sports Club wanapaswa kumsajili Elmamy Teta? Kwa sababu gani? Kwanza tunaanza kumreview huyu mchezaji ni mchezaji mwenye sifa gani. Elmamy Teta kwanza ni mchezaji kama alivyokuambia, ni winga ambaye anatumia mguu wa kushoto. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana anapokuwa na mpira mguuni. Uwezo wake kwenye 1v1 ni mkubwa, anapokutana na defender uwezo wa kumtoka defender na kuweza kuingia kwenye maeneo ya hatari ni mkubwa by the way, lakini vile vile ni mchezaji mwenye uwezo wa kufunga na kutengeneza mabao. Na hili linajidhihirisha so far msimu huu, wameshacheza mechi 8 za ligi, tayari ameshatia nyavuni mabao 5 na assist 2. Maana yake utafsiri ya haraka haraka amecontribute mabao 7 katika mechi 8 ambazo wamecheza. Huyu ndo mchezaji namzungumzia. Currently yuko kwenye performance hiyo. Amefunga mabao, contribute mabao 7 katika michezo 8 ambayo wamecheza. Unajua mchezaji ambaye anajua kufunga, ili uweze kufunga kuna vitu unabidi uwe navyo, ikiwemo maamuzi sahihi unapokuwa katika eneo la mwisho la mpinzani. Ili uweze kufunga lazima uwe na maamuzi sahihi, akili yako iwe imetulia, ijue kitu gani nafanya napokuwa kwenye final third, wapi napeleka mpira kwa sababu mpira unabidi uwapite kwanza walinzi pamoja na goalkeeper wa opponent ili uweze kuscore, kitu ambacho Elmamy Teta anakifanya kwa kiasi kwa uwezo mkubwa sana. Of course kuna mchezo ambao waliweza kushinda kwa mabao 6-1 dhidi ya Inter Nouakchott msimu huu. Kuna bao la 3 ambao waliweza kulifunga. Of course hawa Inter Nouakchott waliweza kupoteza mpira kwenye high kwenye ile halfway line, manake walikiwa kwenye zone yao. Unajua walinzi walisogea juu kabisa mpaka kwenye eneo la wapinzani ambao ni AS Douanes. Striker Djibril Arwel aliweza kupora mpira ule kwa defense line na kuweza kusogea nao mbele na kabla ya kuachia pasi kwa huyu Elmamy Teta. Elmamy Teta wakati ana receive ile pasi alikuwa nje ya box. Of course kwenye scenario kama hiyo viungo washambuliaji au washambuliaji wengi wangeweza kuopt either kuingia na mpira zaidi kwenye eneo la hatari, kwa sababu kulikuwa kuna uwezekano wa yeye kuweza kuforce na kuingia ndani zaidi, lakini muda huo angeweza kuopt kuweza kupiga pasi. Lakini kwa nini Elmamy Teta alifanya kitu ambacho kiliwashangaza watu wengi kwenye hili goli? Sasa wakati Elmamy Teta ana receive huu mpira, tayari kulikuwa kuna idadi nzuri tu ya walinzi wa Inter Nouakchott ambao walikuwa wanarudi kuja kuzuia. Na walinzi wanavokuwa wanarudi, maana yake kichwani kwao wana solution ya namna kuweza kuzuia lile shambulizi. Kwa hiyo either angeweza kuingia na mpira kwenye eneo la hatari zaidi kabla ya kujitengenezea mazingira ya kuscore kiurahisi, au kupiga tena pass kumrudishia Djibril Arwel ili aweze kukaa kwenye position nzuri ya kuscore. Maana yake hivi vitu viwili angefanya kimoja kati ya hivyo, maana yake angekuwa tayari ameshaingia kwenye akili ya opponent, ambao kwa 90% kwenye maeneo kama haya opponent wangekuwa wanafikiria kitu ambacho mimi na wewe tunakifikiria so far. Lakini haikuwa hivyo kwa Elmamy Teta. Elmamy Teta aliona positioning ya goalkeeper, aliona kwamba walinzi wana drop chini, akaona kwa uwezo wangu nina uwezo wa kupeleka ule mpira kwenye far corner na kipa asiweze kupokea. Na alifanya hivyo ikiwa ni kama surprise attack, kwa sababu si walinzi, si goalkeeper ambaye alitegemea ule mpira kama ungeweza kupigwa hivyo na Elmamy Teta. Jambo ambalo lilipelekea Elmamy Teta kuweza kufunga goli kali sana. At the same time goalkeeper hakuwa na chance yoyote ya kuweza ule mpira, kucheza ule mpira au kuweza kupredict ile move ya Elmamy Teta kuweza kuscore. Kwa hiyo huyu Elmamy Teta ana maamuzi mazuri, na of course mara nyingi amekuwa akifunga mabao magumu, lakini katika namna ya urahisi, kwa sababu yeye tayari ni mchezaji ambaye anajua kitu gani anabidi akifanye anapokuwa kwenye eneo la mpinzani. Kwa hiyo ni mchezaji fulani ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufunga mabao na anakuwa na utulivu. Ule utulivu wake kwenye eneo la mwisho unampa nafasi ya yeye kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza akawa na madhara sana kwenye lango la timu pinzani. Ni mchezaji mwenye akili kubwa sana anapokuwa kwenye final third. Ana ile total composure kwenye eneo la mwisho, manake utulivu wa kiwango kikubwa sana ambacho mchezaji yoyote mkubwa anapaswa kuwa nacho. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili, Elmamy Teta akiwa na mpira mguuni ni mgumu sana kuuchukua huo mpira, na ana uwezo wa kuingia ndani ya maeneo ya hatari
na walinzi pengine kushindwa kumkabili na kupelekea kuweza kumfanyia foul na kuweza pengine kusababisha penalty. Of course hii nitakupa reference katika mchezo wa Oktoba 20 mwaka huu dhidi ya Tevrak Zeina, moja ya timu ambayo inasumbua na ina wachezaji wazuri, by the way nitakuja kuizungumzia katika siku zijazo. Aliweza kuingia ndani ya penalty box, alikokota mpira kutokea pembeni, akafanikiwa kutoka ma defenders kabla ya kuingia ndani ya penalty box, akafanywa madhambi na kupelekea timu yake kuweza kunufaika kwa mkwaju wa penalty ambao ulikuwa converted na Abdullah Rashid na kuisaidia timu yake kuweza kuondoka na ushindi wa mabao 2 kwa 1. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana anapokuwa na mpira mguuni kulazimisha mambo yaweze kutokea. Yani hiyo pia ni miongoni mwa silaha yake ambayo yuko nayo huyu Elma Miteta. Lakini vile vile huyu Elma Miteta sio tu kufunga na kukaa na mpira na vitu kama hivyo, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nafasi. Ana jicho, uwezo wa kuona runs za teammates wake pamoja na uwezo wa kupiga pass. Unajua nitakwambia kitu kimoja. Kuna mchezo ambao walicheza dhidi ya Knockshot King. Umeelewa? Of course kuna assist ambayo aliweza kuitoa katika ushindi wa mabao 4 kwa 2. Of course katika mchezo huo pia sio tu kuassist, aliweza kufunga mabao 2 katika hayo mabao 4. Kuna assist aliweza kuitoa ambapo yeye aliweza kureceive mpira kutoka kwa goalkeeper wake, mpira mrefu kutokea nyuma, aka-hold ule mpira, akafanya kama anaingia ndani kidogo, kisha kusubiri moment ambayo striker wake Jibril Arwil anafanya movement. Of course yeye tayari alikuwa closed up na wachezaji zaidi ya wachezaji watatu, na striker wake alikuwa kwenye nafasi ya kuwa covered na beki mmoja. Kwa hiyo kitu ambacho alikifanya Elma Miteta katika situation kama hii ni kwamba aliweza kugundua kwamba na uwezo wa kupiga pasi moja tu kwa rana nikaivunja kabisa hii defensive block ya timu pinzani, pamoja na kuwa beat kabisa hawa wachezaji watatu ambao wamekuwa wakimkaba. Kwa hiyo alichokifanya, akafanya nini? Akapiga mpira kwenye half space, kwenye njia ambayo ilikuwa upande ambao Jibril Arwil alikuwa na uwezo wa kufanya run, kwa sababu angeupiga niara pengine yule beki angeweza kuwa na mazingira mazuri ya kuweza kudefend. Kwa hiyo akamwekea kwenye sehemu ambayo yule beki asingeweza kufikia, lakini at the same time pasi wakati anaikata iliwatoa kabisa kwenye hesabu hawa walinzi ambao walikuwa wanamzuia Elma Miteta, na kupelekea kuprovide moja ya assist nzuri sana. Ingawa tunaweza tukamsifia pia Jibril Arwil ambaye aliweza kuconvert kwenye tight angle, lakini haiondoi ukweli kwamba ile pasi ya Elma Miteta ilikuwa ni ya kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye, na hii mechi ilichezwa juzi tu Disemba 9, kwa sababu leo ni 12, Disemba 9 aliweza kufanya hichi kitu, na katika mchezo huu pia alitoka kufunga mabao 2. Kwa hiyo yuko kwenye form bora sana katika kipindi hichi. Kwa hiyo Elma Miteta ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufunga. Miongoni mwa silaha yake ni pamoja na kufanya zile curve. Anapokuwa ndani ya penalty box ana uwezo wa kukevu mpira, kama akiwa upande wa kulia wa half space ana uwezo wa kupiga kwenye far post na kukevu mpira ambako hakuna possibility ya goalkeeper kuweza kuufikia. Ameshafanya hivyo akiwa Alanyaspor, amefanya hivyo akiwa Arda Gazlawi, pamoja na sasa hivi akiwa na AS Douanes. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza kuprovide solution. Sasa huyu mchezaji yuko vipi? Huyu mchezaji ana sura mbili. Ana uwezo wa kucheza kama kiungo, ana uwezo wa kufanya runs nyuma safu ya ulinzi ya timu pinzani, kitu ambacho viungo wa sasa hivi wa Simba tunavyozungumza hawana hicho. Morris Abraham anapenda kucheza zaidi katikati, Eli Mpanzu the same, Joshua Mutale na wengine wote. Hakuna mchezaji ambaye ana uwezo wa kutengeneza tofauti kwenye eneo la ushambuliaji kwa kufanya run nyuma safu ya ulinzi na yeye kuwa sehemu ya outlet kabla ya kuprogress shambulizi la hatari zaidi. Kwa hiyo wengi unakuta wanajaa katikati, kitu ambacho nimekuwa nikipiga kelele. Elma Miteta ana uwezo wa kuombea mpira nyuma ya defense line ya timu pinzani na kuingia nao sehemu ya hatari na kuweza kuconvert kwenye close range au kwenye umbali mrefu na akafunga bao. Hiyo guarantee anayo. Kwa hiyo sura zake za kubadilika, ana uwezo wa kushift, kucheza pembeni, kucheza kwenye maeneo ya katikati, kucheza kwenye half space, kufanya movement nyuma safu ya ulinzi na kufunga mabao kwa kutafuta far post kwa mguu wake wa kushoto, kitu ambacho ni miongoni mwa strength zake
bora sana, ambayo kwa sasa hivi naweza nikamrate kama miongoni mwa mawinga bora zaidi wa upande wa kulia wanaotumia mguu wa kushoto wanaopatikana barani Afrika. Ni kama bahati kuweza kumuona. Of course huyu pia ni nyota ambaye amejumuishwa katika timu ya taifa katika michuano mbalimbali toka mwaka 2022, na nikukumbushe tu alicheza katika michuano ya CHAN ambayo ilifanyika East Africa, na alikuwa kundi moja sambamba na Tanzania, na alichukua man of the match katika mchezo dhidi ya Burkina Faso. Kwa hiyo ni mchezaji mmoja mzuri sana na yupo katika kikosi cha AS Douanes. Anapatikana naamini kwa bajeti za timu zetu zipofikia, ana uwezo wa kuweza kuwa kama sehemu ya option ya kusajiliwa na Simba na akafanya vizuri zaidi, na mimi naamini Simba wana uwezo wa kumchukua, si ndio? Lakini sio tu Simba, huyu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufit timu kama Azam FC, Singida pamoja na Yanga vile vile. Kwa hiyo kwa upande wangu napendekeza Elma Miteta aweze kuwa sehemu ya usajili wa Simba katika dirisha hili dogo. Of course wachezaji wapo wengi, lakini huyu naona anafaa zaidi kulingana na weakness za Simba pamoja na ubora ambao yuko nao Elma Miteta. Ukicombine unaweza kupata mchezaji mmoja ambaye ana uwezo mkubwa sana, au sio? Kwa leo naomba niishie hapo. Kesho kama kawaida nitaendelea kukupa updates ya mchezaji gani ambaye naamini anapaswa kusajiliwa na Simba. Kesho kutwa nakuja tena kukwambia mchezaji gani anapaswa kusajiliwa na Simba. Yes, kabla ya kuja kukupa X Factor. X Factor nitakuja kumtoa mwishoni. Sasa hivi naanza na hawa kwanza. Yes.